Mimi kwa kawaida naamini mila yote ya Kiafrika ni bora kwangu kuliko kufuata mila za wageni. Sasa hivi unaamini ipi? Sasa hivi mimi naamini kwamba ninachoamini wa Afrika sera yetu mgeni kumkaribisha kwa wema. Unasikia? Rafiki umkaribisha kwa wema na aondoke kwa wema. Kwako kusiwe na doubt juu ya mgeni wako ambaye yeye amekuja kwako kama mgeni mwema. Lakini wenzetu hawa waliokuja hapa tuliwapokea kwa wema, lakini wao walitufanyia mabaya. Unaelewa? Kwa hiyo ukiangalia ujaji wa hizi dini unazosema wewe zilikuja kwa njia tofauti, lakini njia kubwa ni ya nguvu. Sio njia ya kubembelezana, kushawishiana kwa amani kama wewe ulivyokuja na kumtaka mimi nije kwenye studio yako kwa unyenyekevu. Hapo kwanza dini sasa tunaingia kwa amani. Lakini hapo kwanza watu walikuwa waingia kwenye dini kwa amani. Kwa sababu yule alokonka eneo lako yeye ni mtu wa dini yake. Kwa hiyo anakuambia kama unaitwa bwana nani? Temidaye. Bwana Temidaye, kwanza jina lako wewe sio letu. Jina langu mimi la Kiafrika. Jina lako la Kiafrika. Temidaye. Kwa hiyo jina lako uwezi kwenda nalo huko usemi njema. Kwa hiyo ili wewe uwe na pamoja nasi kwenye organization yetu au tuseme dini yetu, lazima ufuate majina yetu sisi tulioleta dini. Unaelewa? Mimi mila hiyo nimeikataa. Haya nimejifunza kwa mtu mmoja kuna story hizi za dunia. Na katika utafutaji wa ukweli nikakutana na story ya kijana mdogo sana kutoka katika kijiji kimoja kinaitwa Jufre Village. Mwaka 1600 wakati wa Atlantic Slave Trade. Huyu kijana alichukuliwa akapakiwa kwenye meli akapelekwa nchi ya kigeni na wale mabwana wageni. Kwenye nchi ya kigeni yule bwana alilazimishwa kufanya kazi za nguvu, lakini kabla ya yote ilitakiwa convert aingie kwenye dini ya master yule mkubwa wake aliyemnunua na anayemiliki. Maana kipindi hiko binadamu walikuwa kama mali unavyomiliki simu ya kwako. Kwa hiyo wewe ukinimiliki mimi unakuwa mali yako. Unanipiga unavyotaka. Utaniburuza unachotaka. Utaniamsha saa 9 usiku muda wa kulala. Wewe utaniambia mimi nikakuchotea maji ya kunywa au oge nyumba kutoka hapa mpaka kule upande wa pili. Lakini kwa sababu yeye ni master hatakiwi kubishiwa. Hataki kumbishia master. Kwa mimi nikaona dini hizi zimeletwa na watu kwa sababu maalum na dini hakuna lingine ni utawala. Kwa dini moja kwa moja zimeungana na utawala. Unaelewa? Ndio maana wakati wa Roma wanaanzisha dini, mfalme alikuwa ndo mkuu wa kanisa. Waroma walianzisha dini gani? Waroma ni wao walikuwa wanaabudu dini zao za kale. Lakini wakalazimika kuingia kwenye dini ambayo wanaona kuingia kukusanya dini nyingine na kuziweka pamoja ili wale waliokuwa na wapinga wawe pamoja kwa sababu wanaabudu pamoja wanakula pamoja. Kwa hiyo wao wakaamua kuwachukua kulikuwa na mtu anaitwa Yesu. Wakamuingiza katika nini? Katika mfumo wao, lakini wao walikuwa wanamkataa hapo kwanza alipokuwa hai anazunguka ulimwenguni. Kwa stories zinavyosema kwamba wao walipoona yule mtu anawasumbua wakampangia mipango wakamuue. Kwa stories zinavyosema vitabu vyao, kwa sababu vitabu tunasoma vimeletwa sio kwa sababu wewe ni mtu wa dini fulani. Inatakiwa usome hata maadui yako mikakati yake ili ujue. Lazima usome maandishi ambayo yanamhusu yeye na mikakati yake na utajua jinsi ya kumwingia. Maana Waingereza wanasema ukishindana naye ungana naye. Kwa hiyo Waroma waliwashindwa wale watu wa dini. Watu wale waacha huyo Yesu. Kwa hiyo ilibidi wawalazimishe wale watu waungane nao. Kwa hiyo wakatengeneza kitu kinaitwa mkutano wa Nicea. Mwaka 325 nafikiri AD. Yaani hiyo baada ya kuja kwa kufa kwa Yesu. AD inamaanisha wenyewe wa Romani wanasema year of our Lord, mwaka wa Bwana wetu. Au wanasema baada ya kifo chake. Miaka 14 baada ya kuondoka Bwana Jesus, Ukristo ukaanza kidogo kidogo, baadaye
Waroma walikuwa kaupinga sana. Nani alianzisha Ukristo? Christianity. Christianity kwa ukweli Jesus siamini kama alikuwa Mkristo kwa sababu Yesu hajawahi kuwa Kristo. Wewe unaamini au ni vitu ambavyo vimesoma? Vitu nimesoma. Ni katika kusoma kwangu inaonyesha kwamba Kristo, Yesu ndio Kristo. Lakini niliposoma ndani nikaona Kristo ni maandishi ya Kigiriki. Ukisema Kristo si maana yake mtayarishwa. Mtayarishwa wa kuwa mfalme, nabii au rais, kiongozi wa serikali ya mtaa. Wote unaojiandaa kuwa kiongozi uwe ni mpako wa mafuta. Yaani kwa mujibu wa Wagiriki wa kale Kristo ni mtayarishwa kuwa mtawala katika eneo lolote, iwe nyumbani, iwe kijijini, iwe taifa, ngazi yoyote ya utawala, mtu huyo ataitwa Kristo, si kwa sababu ameandaliwa kuwa mfalme au kiongozi. Ndio maana. Kwa hiyo mimi ninafichukulia Kristo, wao kachukulia hili neno Kristo, Konstantini akauchanganya na paganism ya Roma ambao wanaabudu dini ya Mithras, ambao Mithras wana mungu wao anaitwa Apollo. Yaani Apollo ni sun god, ni mungu jua. Unaelewa? Kwa hiyo wakachanganya paganism wakamixi na mafundisho ya yule mtu aliyokuwa anaitwa Yesu au Kristo, wakatengeneza dini. Kwa hiyo vita kati ya wanafunzi wa Yesu na Waroma watawala ikaisha kwa sababu wako pamoja sasa. Atakaye kaidi ataitwa msaliti, lakini tena si adui, ila ni msaliti wa ndani. Hivyo ndivyo ilivyotokea dini. Kwa hiyo dini nilipoona Konstantini akaitisha Nicaea conference wakati yeye ni mpagani. Umeelewa? Konstantini yeye ni mpagani. Kwa sababu Konstantini anasema yeye aliota ndoto mwaka 312 wakati anaenda kupigana ni jamaa mmoja anaitwa Mark Sanchez katika eneo wanaliita Meridian Bridge, katika daraja la Meridian. Huyu Mark Sanchez alikuwa ni adui wa Konstantini. Konstantini anasema kabla hajaenda vitani, usiku amelala, akaoteshwa, akaambiwa, akaona ishara ametiwa katika ndoto kwamba tumia alama hii utashinda. Wenyewe Walatini wanasema in hoc signo vinces, for this sign you will conquer. Kwa hiyo Konstantini akiwa mpagani akaamuru watu wote wanajeshi na raia wake ambao wanapambania taifa, basi vitu vyote vya taifa viwekwe alama ya msalaba. Kwa hiyo ndio maana Yesu akawekwa msalabani? Hapana, sio kwa sababu hiyo. Msalaba ulitokea? Msalaba ni kwa sababu umesema Konstantini alioteshwa akaonyeshwa alama ya msalaba. Alama ya msalaba. Alama ya ushindi kwake. Alama ya ushindi kwake. Hii ilikuwa ni kabla ya Yesu. Hii ni 300 mwaka 200 na alipota 312. Ilikuwa baada au kabla ya Yesu? Hii Yesu alishaondoka. Yesu alishaondoka. Sasa Yesu alikuwepo na akawekwa msalabani. Msalaba anawekwa msalabani wowote ni mtu mwenye makosa. Ule msalaba wa Yesu aliowekwa mwanzo ulitokea wapi? Misalaba ilianzia Kemet. Misalaba iko aina nyingi. Huo ni mmoja tu katika aina ya msalaba. Hata Ramses wa pili alikuwa anatumia msalaba kuadhibu wahalifu. Kwa hiyo yule alimweka pale kama adhabu watu wote waone. Ina maana ukiwekwa juu unaadhibiwa, watu wote wataona kwamba wasirudie mchezo ule. Nao utakuwa kama yule pale. Hiyo ndio onyo. Kwa hiyo huwezi wakauliwa chini, ili mradi aweke juu watu wote waone, wasirudie kosa la kupinga serikali. Turudi kwa Konstantini kuhusiana na msalaba wake. Konstantini yeye hakuwa mtu mwenye dini kama nilivyokuambia. Ila Konstantini alikuwa mtu mwenye greed, tamaa. Anapenda sana madaraka. Wakati huo yuko madarakani, yeye alikuwa anatumia kila njia, kila mpaka alikuwa anataka upite ateke wewe kwake. Konstantini huyo akashinda kwenye vita ya Romeo ya Bridge. Aliposhinda vita,
akaona ile ishara niliyopewa na kushinda kweli nimeshinda. Mark Sanchez na watoto wake wote wakauawa. Mark Sanchez alipokufa na wanawe, utawala wa eneo alikuwa mtawala Mark Sanchez, kuvuka daraja la Moravian upande wa pili ndio ilikuwa eneo anatawala Mark Sanchez. Kwa hiyo Constantine akahodhi eneo lote, akawa mtawala, the Great Imperial. Constantine akachukua maeneo yote yaliokuwa mtawala Mark Sanchez, maadui wa Mark Sanchez akawaangamiza. Constantine akatawala pale, mwisho akahamia Constantinople ambayo leo hii inaitwa Istanbul, Turuki. Akaacha Roma chini ya Papa. Papa alitengenezwa na nani? Papa alitengenezwa na himaya. Papa ni cheo ambacho kinatokana na cheo cha kale kabisa wa high priest wa Mithra. Alikuwa anaitwa Maximus Pontiff. Cheo hiki kinalingana na hiki cha Papa. Kwa hiyo kutoka kwenye upagani wakaja kusimamisha dini ya wote, wanasema dini ya wote ya Kristo, ambao hiyo ni. Lakini wakati huo hao wa Roma walio convert kuingia kwenye Ukristo, wana chini ya juu kanisa, chini kuna hekalu la Mungu Mithra. Wakitoka juu wanaenda chini, wanaenda kuabudu kimya kimya. Wewe ndio maana ninachokwambia, hadi leo wazungu hawajaacha mila zao za kipagani. Wazungu hawajaacha mila zao za kipagani kwa sababu bado wanaendeleza mila zao, ila sisi wanatuambia tufuate mila zao. Kama wao bado wanaamini mila zao za kipagani na wanasema hii dini ya Kikristo ni ya wote, kwa nini sasa wanaihubiri dini hii sambaye kote na wanasema hii dini ni dini ya upendo? Madua, unajua kuna vitu duniani kama dini ni utawala, kama nilivyokuambia. Kwa hiyo watu wengi wakiwa wamekubali hiyo dini, basi wewe utakuwa rahisi kutawaliwa kufuata, kwa sababu ukitumia upanga kumlazimisha mtu kuna utawala inakuwa ni shida, kwa sababu mpanga ushaua wengi. Kwa hiyo walichofanya wao ni kuchukua dini na kuchanganya na dini zile hizo, zikuta na dini zao za kipagani na kazimixi, wakapata nguvu ya watu. Watu wengi wakaunga mkono. Na wao nguvu hii haikuja bure. Baadaye wao wakatangaza mtu wowote anaupinga Ukristo naye atauawa. Wakati wao walitangaza hapo kwanza mtu wote anaofuata Ukristo atauawa. Lakini baadaye wakawa maadui wawili wameungana pamoja, wakaamua kwa deceive mess of the people. Umesikia? Kwa hiyo watu wengi wanafuata wasiojua. Sawa. Najaribu kujiuliza kwamba hawa watu ni watu aina gani, na kama nilivyosema kwamba wanaishi katika ulimwengu gani, umeona? Kwa sababu nimejaribu kuangalia katika upande wa ni dini gani, sijawaona mko katika dini gani, kwamba wachokonozi hawana dini. Dini ni jela ya watu dhaifu. Sasa sisi si watu dhaifu. Kwa hiyo hamna sehemu mnaabudu. Tunaabudu nini yani? Maana watu kwanza hiyo kuabudu hawaelewi maana yake nini. Unapozungumzia worship, kwa bahati nzuri umepita kwenye hiyo michezo wushu and so forth. Woo maana yake ni energy, ship ni leading. Worship maana yake you lead your energy. Sasa unaposema unaabudu, sio unaenda kuabudu mtu. Kuabudu maana yake you lead your energy, uongoze nguvu zako katika upeo wa juu. Mwili wa mwanadamu una vifungo 7. Kuna vifungo 3 vya chini, vifungo 3 vya juu na kifungo sawazishi cha kati. Kwa unaposema una worship maana yake una lead your energy to the upper level ya awareness. Kwa hiyo kusema eti unaenda sijui wapi kuabudu, wewe unapoteza muda. Bora muda ungekuwa unakaa unakula mahindi. Lakini tumezaliwa kwenye dini, tumekuta dini. Hatupaswi kuendeleza kile ambacho tumekikuta. Hatujazaliwa kwenye dini, ila tumetumikishwa kwenye dini. Kwa sababu mimi bahati nzuri moja ya babu zangu yupo mwaka huo na mwaka wa 106. Wakati dini inaingia kijijini kwetu yeye alikuwa na miaka 8. Kwa mara ya kwanza dini inaingia alikuwa na miaka 8. Linus nadhani anamfahamu maana nishampeleka akakutana naye. Na amepigana vita ya pili ya dunia na analima mpaka leo na miaka 106. Kwa hiyo dini imemkuta yeye akiwepo. Kwa hiyo kabla ya dini kuwepo, sisi kulikuwa hakuna hayo mambo ya dini. Sisi kwetu hakuna hivyo vitu vinaitwa dini. Watu walikuwa wanaenda, kuna sehemu Linus nilimpeleka panaitwa Emrungu. Pale watu walikuwa wanaenda wakitaka mvua, wanaenda na mbuzi, wanaongea na miti, mvua inanyesha. Kwa hiyo hakukuwa na dini.
Dini ni mapokeo ambayo yamekuja kwa sababu za kiutawala, basi watu wakaamua kulishwa, na kwa sababu kwenye dini watu wanahesabika kama kondoo au wanyama, kwa sababu kitaalamu wanadamu wote ni wanyama. Ndio maana kila mtu ana sura ya mnyama fulani. Ndio maana kila mtu ukiwa na akili timamu unatakiwa ujue uko kingdom gani ya mnyama. Umeona? Kwa hiyo kwenye dini wanakuhesabu wewe kama mnyama, kazi ni kukulisha. Na kazi ya dini sio kukufanya eti uende mbinguni, maana hata wanaokuambia uende mbinguni hawaelewi wanachokuambia. That's how it is. Kwa sababu theology na level 7 kwenye dini zote. Sasa huko kwenye dini zote watu wanafundishwa level 3 za chini za theolojia. Kwa hiyo dini ni sehemu ya watu kupoteza muda na kupoteza hela zao na kufungwa zaidi emotional, waishi katika upeo wa chini wa uelewa. Kwa hiyo hamna kitu kinaitwa dini. Mtu yote mwenye akili timamu hawezi kukaa kwenye kitu kinaitwa dini. na